Robi yeye yuko Dar na Pilipili mauti amemkuta akiwa Dodoma. Na Pilipili alikuwa ni mzima, ameenda Dodoma kikazi na alikuwa na kazi ile siku ya Jumapili. Kwa hiyo ameingia Dodoma leo. Na baadaye nikapata taarifa ya mtu ambaye yuko mortuary na akaniambia ni kweli yuko anamuona Pilipili, ameweza kumtambua. Ndio hivyo. Pilipili is no more bro. Na mara Kwa hiyo ni habari za kweli. hapa mara ya mwisho mlikuwa mmeongea nini, au kulikuwa kuna lembo lote mlikuwa mnasema naye? Anaweza kwanza unajua hivi tumeongea vitu vingi sana, na mara mwisho nilikuwa na shughuli nyumbani kwangu Jumamosi. Komunyo ya kwanza ya kijana wangu yule anaitwa Jordan, mwenyewe unafahamu. Najua. Na nilimwalika, akaniambia bro ninaenda Dodoma. Kwa hiyo nikienda Dodoma nina kazi, nikimaliza nikirudi nitamletea dogo zawadi. Unaona, kwa nitakuja nyumbani atamletea zawadi. Hiyo ndio ilikuwa mwisho nimesema Pilipili, na ndo mazungumzo yetu ya mwisho. Na anyways, lakini mwisho siku ndio Pilipili ametangulia, mauti amemkuta akiwa Dodoma. Dodoma ndo nyumbani kwao, lakini alikuwa ameenda kikazi. Bahati nzuri pale Dodoma wapo kule viongozi mbalimbali, nimeongea na mheshimiwa. Taarifa kwanza ilikuwa kutoka kwa binti mmoja anaitwa Stella. Stella alikuwa ni mfanyakazi wake Pilipili miaka ya nyuma. Alikuwa ni sekretari wake. Kwa hiyo amenipigia akitaka uhakika. Kwa hiyo nikawa mimi sina ndio alikuwa amenishtukiza na hiyo taarifa. Kwa sababu nimpigie mtu ambaye anaamini kwamba, of course mimi naamini kwamba nitapata taarifa kamili, ambaye ni DJ wake. Yes, na akanithibitisha kwamba ni kweli ndio yeye yuko Dar, lakini mauti amempata Pilipili akiwa Dodoma. Na Pilipili alikuwa mzima tu, kwa sababu leo alikuwa na harusi. Leo Jumapili alikuwa na harusi ambayo atakuwa ifanye. Kwa hiyo amefika Dodoma. Nafikiri kuna maandalizi yake ili baadaye aende kafanye kazi yake ya harusi hapo Dodoma. Kwa hiyo taarifa ni kwamba alikuta tu kama hajiwezi, ana nguvu na nini, wakamsaidia kumpeleka hospitali, na baadaye kapatikana taarifa kwamba Pilipili mamo. Na nikawa muendelea kupata taarifa mbalimbali, kutafuta taarifa za watu ambao wako Dodoma. Ni kweli mtu kananiambia yuko mochari na amemuona kwa Pilipili. Kwa kweli ni habari ya kushtukiza, na tuzingatia tu na majuzi umetoka kuwasiliana. Nilikuwa na shughuli ya kijana wangu pata komunyo hapa, na nilimwalika, akaniambia ataenda Dodoma ila akirudi atamletea dogo zawadi. So ni kitu ambacho kinasikitisha ukizingatia ni kipindi ambacho Pilipili kama alikuwa anaanza kurudi yule umoto wake na nini. Hivyo nimewasiliana na watu kadhaa ikiwemo pia Mheshimiwa Mavunde. Nimeongea naye muda fulani, ameniambia anaelekea mortuary. Kwa hiyo hapa pia nasubiri taarifa Mheshimiwa Mavunde pia, na tujue taratibu nyingine tutakuaje so far. Pilipili was very okay. Na yani kipindi cha mwishoni hapa kuna watu wanafikiria labda alikuwa na bana depression na nini. No, Pilipili was very okay na amerudi, kazi imeanza kuwa nyingi, simu zinaita sana. Na always amekuwa ni mtu akaniambia daga na kushukuru. Lakini pia kama hivyo alikuwa ameanzisha mpaka podcast na nini. Yani alikuwa na vitu vingi, na sasa Pilipili alikuwa ameanza kuwa na mipango mingi ya kuanza kustawisha ile ngome yake. Ana vitu zake ambazo ziko zinakuja end of the years. Atafanyaga na kwa alikuwa amerudi, he was very okay. Na hiyo nakwambia alikuwa na kazi, anaenda kazini. So hivyo mauti amemkuta akiwa Dodoma, Dodoma ndo kwao huko. Tuendelee kufanya mawasiliano kujua tunausindikizaje. Taarifa mimi nimepata jioni hii, mchana, yani kama jioni, kama mida ya saa 11. Taarifa ilikuwa na ndugu wa karibu. Taarifa hizi nimepigiwa, kwanza nilipewa na mke wake, na alikuwa anataka kuconfirm bwana kuna taarifa nimezipokea lakini sielewi. Lakini nilipopiga kwa mdogo wake ambaye anaitwa Tom, naye amenithibitishia, ambaye ni mdogo wake wa damu. Naye amenithibitishia ni kweli kabisa. Na kwa taarifa za awali nilizopata ni kwamba alizidiwa ghafla, akawa hajisikii vizuri. Kwa hiyo akapelekwa hospitali, kituo cha afya kilichokuwa karibu. Na wakati anapelekwa, baada alipokuwa yuko pale, wakampa
kupelekwa hospitali kubwa zaidi. Na ndipo alipofariki. Okay, inaonekana hakuwa Dodoma, alikuwa sehemu fulani. Alikuwa anatokea wapi na anaelekea wapi? No, alikuwa Dodoma. Yaani alifika Dodoma na amefarikia kwa Dodoma. Kwa Dodoma alikuwa leo alikuwa na kazi. Alikuwa anakaa na shughuli leo. Yeah. Dodoma. So wewe uko Dodoma, uko wapi? Na mimi niko Dar es Salaam kwa sababu ndio kwanza nimepokea taarifa hizi. Hivi Tony, wewe ulikuwa unafanya naye kazi, wewe ulikuwa kama rafiki ama ni au ulikuwa unafanya naye kazi vipi? No, mimi ananiita mentor. Mentor ni mtu ambaye you're looking up to like a brother. Kwa hiyo mimi alikuwa ni rafiki yangu, ndugu yangu. Na ni mtu ambaye ndio nilimshawishi akaja Dar es Salaam kutoka Dodoma. Nikamshawishi kuacha kazi na kujiajiri. Kwa hiyo ni ndugu yangu. Mimi level ya rafiki ilishaisha. Yule ni ndugu yangu na alikuwa ananiita baba. Na mara ya mwisho kuongea naye ni lini? Mara ya mwisho kipindi cha katikati hapa alikuwa yuko busy sana na movement hapa na pale, lakini mara ya mwisho tumeongea naye kama siku chache zilizopita, lakini ilikuwa tu katika casual mazungumzo tu ya kawaida, test za kawaida, kaka unaendeleaje, salama basi. Lakini hatakuwa na ile tough conversation. Okay, so ndio